Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Hassan Yahya Hussein, ni katibu wa msikiti wa Manyema. Mimi niliingia katika uongozi wa msikiti wa Manyema mwaka 2009 katika mkutano mkuu wa msikiti wa Manyema, nikichaguliwa kama mjumbe wa halmashauri kuu ya msikiti wa Manyema, na baadaye mwaka 2014 nikateuliwa kuwa katibu mkuu wa msikiti wa Manyema baada ya kufariki katibu mkuu, na nimeendelea shughuli zile, lakini kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka 2024 kuja kwenye 2025 niko pale msikitini kama katibu, na nilikuwa nafanya shughuli zangu kama kawaida mpaka ilivyokuja kuundwa kamati ya mpito. Halafu baada ya pale ndio nikawaachia wale ili waendelee na shughuli zile. Kwa hiyo kiutaratibu niko mimi ni kiongozi pale katika msikiti wa Manyema, na nimekuwa pale kwa muda mrefu. Sasa 2009 tulivyochaguliwa, tulikuwa tu kama wajumbe wa halmashauri kuu, lakini sisi tulikuwa tuna shughuli zetu zingine ambazo tulikuwa tunafanya kama kawaida. Kwa hiyo mimi nikawa niko nje ya nchi, sikuwepo kabisa nchini hapa, na imekwenda mpaka 2022 mwanzoni ndio tukaitwa na mwenyekiti wetu mzee Zuberi Sefsof, na akatuambia kwamba lazima turudi msikitini pale, kwa sababu msikiti unakuwa unaongozwa na watu wawili tu, na hapajafanyika uchaguzi, hapajafanyika uongozi mwingine wote. Kwa hiyo watu wawili walikuwa wanaongoza msikiti na wanafanya wanavyotaka, na hali yake mzee ilikuwa sio nzuri, kwa sababu alikuwa ashapoteza uono wake, alikuwa haoni. Kwa hiyo akatuambia kwamba sisi tuna dhima kubwa, kwa sababu tulichaguliwa na wazee, kwa hiyo lazima turudi pale msikitini ili tuweze kuendeleza jambo lile. Kwa hiyo mimi nikarudia katika nafasi yangu kama kaimu katibu, na wengine ambao walikuwa hawapo nao tukarudi wote, tukawa tumetengeneza timu moja. Sasa katika kufanya mambo yetu, kuchunguza vitu vinakwenda namna gani, ndio tukagundua sasa mambo makubwa sana ambayo yalikuwa yamefanyika pale, ubadhirifu mkubwa wa fedha za msikiti, wa mali za msikiti, wa mikataba ambao ulikuwa umefanywa na watu wawili. Mmoja alikuwa ni mjumbe wa halmashauri kuu na mwingine alikuwa ni naibu katibu mkuu. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba sisi kama kamati tukawasimamisha wale uongozi ili sasa tuweze kufanya uchunguzi, na baada ya uchunguzi kufanyika tukaona kwamba kweli mambo yalikuwa yamefanywa ndivyo sivyo, ikabidi tuwafungulie mashtaka, na kesi ilikuwa Msimbazi polisi pale, kesi ya jinai. Wameshtakiwa kwa wizi wa fedha za msikiti kama milioni 53, na mimi ndio nilikuwa shahidi wa kwanza katika hiyo kesi, na ile kesi ilikuwa inaendelea kule mahakama ya Segerea, mpaka katikati hapo wazee wakaingilia kati kuomba kwamba hili jambo limalizwe Kiislamu, kwa sababu wale jamaa walikuwa wanaelekea kufungwa. Hata tuna nyaraka zao ambazo walikuwa wamesaini kwamba wao walichukua kweli hizo pesa. Kwa hiyo hayo ndio mambo yalikuwa yamepita huko nyuma, na mpaka kafikia katika hali hiyo. Sasa tulifikaje hapa mpaka wapana shutuma hizi za huyu mtu anayeitwa Maulidi Kabinambeo kunitaja mimi kwamba tumeuza nyumba za msikiti, tumefanya mambo kama haya. Na mimi katika kujibu katika grupu yetu ya taasisi wa Manyema nikamwambia bana, mimi nitawajibu hawa jamaa. Na nashukuru kwamba nyinyi Simbiwi TV mmekuja hapa ili kuweza kupata majibu yangu mimi kuhusiana na hilo, na mmefanya kazi nzuri. So kwa kiuandishi, mtu anapopewa shutuma, basi yule ambaye ameshutumiwa lazima naye apate nafasi ya kujibu kama yule, ili sasa watu waweze kuelewa kitu gani ambacho kipo, huyu amesema kweli au huyu kasema uongo. Kwa hiyo nimeshukuru sana mmekuja leo ili tuweze kuweza kuzungumza haya mambo na kuyaweka sawa. La kwanza kabisa nataka niliweke sawa, na hili watu mnatakiwa mfahamu kwamba huyu Maulidi kwanza sio Manyema. Yeye kwanza sio Manyema, athibitishe umanyema wake, kwa sababu sisi document tunazo na tunajua kabisa uhalisia wake. Alafu la pili, hajawahi kuteuliwa kuwa kiongozi au kuchaguliwa kuwa kiongozi katika msikiti wa Manyema. Haijatokea hiyo. Hata uchaguzi uliopita ndugu yake ndo aliwahi kupata kura zile akaingia katika, lakini kwa nasaba yao hawa, yeye huyo kaka yake pamoja na yeye mwenyewe huyo Maulidi sio Manyema na hahusiki kabisa na masuala ya msikiti wa Manyema. Lakini tunaona kwamba chokochoko zimeingia huku na huku na huku, mambo yamekuwa mengi. Kama nilivyowaambia kwamba sisi baada ya kukaa na kuwasimamisha wale ndugu zake, wakakimbilia kwa Kabidhi Wasi. Ili kundi lao wakakimbilia kwa Kabidhi Wasi, wakaenda kule, wakaenda wakazungumza kwamba msikiti umevamiwa. Na Kabidhi Wasi kwa kutumia busara zake akatuita
sisi ambayo ni bodi ilikuwa mpya, mimi nikaenda na mwenyekiti wangu mzee Zuberi pamoja na mzee Juma Kambi, na upande wao wakawepo yeye Maulidi huyo, akawepo kaka yake yule Rajabu na nini, tukafanya kikao pale pamoja na katibu wa BAKWATA wa mkoa na katibu wa BAKWATA wa wilaya. Na baada ya kutusikiliza pande zote mbili, Kabidhi Wasia akaamua sema, sasa mimi naamua nivunje bodi zote mbili, hii bodi ya huku ivunjwe na bodi ya huku ivunjwe. Nitaunda kamati ya mpito ambayo kamati ile itasimamia masuala haya mpaka utakapofanyika uchaguzi ili watu wachaguliwe wapya. Kwa hiyo mimi nikakubaliana nalo kwa sababu ni masuala ya kiserikali, kwa hiyo huwezi kukataa. Nikamwambia basi Kabidhi, sisi tumekubali na tutawapa ushirikiano. Na kweli katibu wa wilaya akataka majina ya watu, ndo tukateua majina yale tukapeleka kule, ambao wako kina mzee Rage, wako kina mzee Kundia, bwana mmoja anaitwa Idi, na wengine wawili wale, mmoja amefariki, lakini kamati ile ikaiko pale. Na mimi kamati ile ndo nikaipa ushirikiano mkubwa sana. Kwa sababu ile kamati ilivyokuja, mimi nilikuwa kama katibu mkuu, ikabidi nikabidhi majukumu yangu niwape wale. Wachunguze, waone kile watakachokiona, kama kufanya kazi wafanye kazi. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa responsible katika kufanya jambo lile. Kwa hiyo mambo yale yamekwenda vizuri na kila kitu kimekaa sawa sawa. Sasa ile kamati inaendesha msikiti na walioona wameaona, kama kuna marekebisho wamefanya. Sasa hii kundi lao la upande wa pili wakawa ndio wao wanataka sasa kutaka kuhodhi ule msikiti. Kwa hiyo walivyoona kwamba upande huu wamekosa, wakataka kwenda upande wa pili, kwenda kwa Kabidhi Wasia kutaka kufanya lobbying kule. Lakini uzuri Kabidhi Wasia kasimama amenyooka kwamba hapa tutakwenda 1, 2, 3, kwa hiyo hakuna hiki wala hiki. Kwa hiyo sasa walivyoona kwamba wameshindwa mambo yale kumuingia yule kiongozi wa serikali, sasa ndio wanatafuta sababu nyingine sasa ya kutaka kusema kwamba yule bwana sio muaminifu, kutaka kusema kwamba yule bwana hafuati utaratibu. Lakini utaratibu katibu Kabidhi Wasia anafuata na kila kitu kimekwenda katika hali nzuri na mambo yote yako wazi katika kile ambacho wao wanataka kifanyike kinafanyika. Lakini kubwa kabisa ambalo mimi nilikuwa nataka kulizungumza leo ni kwamba yeye huyo Ismaili hausiki kabisa na msikiti wa Manyema, kwa sababu sio Manyema. Sisi tuna taratibu zetu za kimsikiti. Ule msikiti ni Masjid Manyema Tariqa Kadiria, na yeye alikuwa anapinga sana hayo mambo, hataki, kwa sababu wao kwa upande wa pili, kwa upande wa Ansar Sunna. Lakini tunamwambia sisi msikiti huu una pande 3. Au wa Manyema sisi tuna misikiti 3 ambayo katika jiji la Dar es Salaam. Kuna msikiti wa Masjid Manyema Tariqa Kadiria, sisi ni watu wa dhikri, ndio tuko pale msikitini hapo mtaa Kariakoo. Kuna msikiti mwingine ambao ni wa Ansar Sunna, ni wa Manyema vile vile, huko Kinondoni, wana msikiti wao, wana shule yao. Na kuna msikiti mwingine wa Makadiani ambao uko pale wa Sheikh Amri Abed Kaluta, wote ni wa Manyema, bodi za wadhamini, kila kitu ni wa Manyema. Kwa hiyo chagua moja, uende kule au uende huko. Lakini sisi utaratibu wetu pale Manyema ni Tariqa Kadiria, na wao wanataka kuugeuza ile msikiti huo msikiti wa Ansar Sunna, kwa sababu mzee Isa Ponda ni Ansar Sunna, ni mjomba yao. Kwa hiyo wanataka kufanya mambo ambayo sisi hatuyataki. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo tunalitaka. Lakini tunataka sisi huyu Maulidi athibitishe umanyema wake, athibitishe kwamba yeye ni kiongozi wa msikiti wa Manyema, kwa sababu hajawahi kuwa kiongozi wa kuchaguliwa, hajawahi kuwa kiongozi wa kuteuliwa, wala hajakuwa kiongozi wa aina yoyote katika msikiti wa Manyema, na sio Manyema. Sasa tunataka atoe uthibitisho kwamba yeye ni Manyema, na sisi tunajua habari zake zote, na tutakapokwenda katika hatua hiyo, atakapotoa na sisi tutazungumza ya kwetu. Lakini unapokuwa wewe sio Simba, halafu unakwenda kuingilia mambo ya Simba, unakuwa hufai. Wewe hujawahi kuwa kiongozi wa Yanga, hujawahi kuwa mwanachama wa Yanga, hujawahi kuwa nini, halafu unakwenda pale unataka kuingilia mambo ya Yanga. Kwa hiyo hiyo haikubaliki. Kwa hiyo sisi tunazungumza na watu, wanatakiwa waelewe kwamba huyu jamaa, na watu wanajua sio Manyema kwanza, na sisi pale tuna taratibu zetu. Wewe njoo msikiti wa Manyema, fanya ibada zako, fanya kila kitu, mambo yako yamekaa sawa. Lakini unapoingilia katika masuala ya uongozi, wanaohusika ni wa Manyema. Sasa tunaomba atoe uthibitisho kwamba yeye ni Manyema, halafu na la pili atoe uthibitisho aliwahi kuwa kiongozi wa Manyema lini, aidha kwa kuchaguliwa au kwa kuteuliwa. Kwa hiyo hizo thibitisho atoe. Hayo mengine tutayajibu huko baadaye. Lakini tuhuma zake hizo zote anazungumza hazihusiani na jambo lolote. Sisi hatuko naye wala sio mwenzetu yule kabisa. Na sisi tunashangaa namna gani anakuja kutuingilia katika mambo ambayo yeye hayamhusu. Kwa hiyo naomba wananchi muelewe kwamba huyu bwana anapotosha. Anawapoteza watu kutaka kuleta mambo au kuzungumza mambo au kuingilia mambo ambayo hayamhusu kabisa katika msikiti wa Manyema. Kwa hiyo sio mwenzetu, atoe uthibitisho kwamba yeye ni Manyema, na atoe uthibitisho kwamba alishawahi kuwa kiongozi katika msikiti wa Manyema, kwa sababu unapozungumza kama kiongozi wa wanachama gani katika msikiti wa Manyema? Sisi wa Manyema tunasema wanachama wote ni wa Manyema ambao ni Tariqa Kadiria. Sasa yeye kwanza sio Tariqa Kadiria. Sasa utakuwaje mwanachama wetu? Yeye sio Manyema, utakuwaje mwanachama wetu? Uwe mwanachama kwa kulingana na hizo taratibu zetu. Tumesema kwamba mwanachama, na katiba yetu ambayo imesajiliwa yuko kule kwa Kabidhi Wasia inazungumza hivyo. Sharti la wanachama ni kwamba lazima uwe Manyema,
halafu uwe twarika kadiria. Yeye sio Manyema, sio twarika kadiria. Anakuwaje mwanachama katika taasisi yetu? Kwa hiyo mambo yetu tuachie wenyewe. Kama kuna tuhuma, kama kuna mambo yatashughulikiwa na viongozi wako pale, serikali iko pale itaona. Kama mimi nilivyoona pale wakati ule mlifanya ubadhirifu, ndugu zako walifanya ubadhirifu, tukaamua kuwashtaki, tukapeleka kesi kule, tumeona kwamba mambo ya na ile kesi ya jinai haijakufa, msifiki kama imekufa. Jinai wa haifi, hata kesho tukitaka kuifuta na ifufua tu. Kwa hiyo tunaomba wananchi waelewe kwamba huyu bwana ni mpotoshaji, huyu bwana anazungumza mambo hayapo, na huyu bwana sio mwenzetu katika hiyo taasisi yetu ya Masjid Manyema Twarika Kadiria. Na sawa. Naomba nizungumze kitu kimoja ambacho watu watakiwa kielewe. Baba yao hawa anaitwa Mzee Kimene Mbeo. Baba yao mzazi, huyo Maulidi na huyo alikuwa kiongozi pale katika msikiti wa Manyema. Na hatujui aliingiaje kwa sababu alikuwa sio Manyema. Lakini wazee nafikiri kwa kutumia busara zao walivyomuona, labda kumuona msomi wakaingia. Mimi nilivyoingia pale mwaka 2022 katika kupekua zile nyaraka, nikakuta kulikuwa Manyema alikuwa na nyumba kama 44. Almost karibu 44 houses pale katika Kariakoo. Na yule baba yao alikuwa ndio mwenyekiti wa majumba ya msikiti wa Manyema. Katika mikono yake yule mzee zimepotea nyumba zaidi ya 30. Katika mikono yake huyo baba yao. Maana yeye anazungumzia watu wengine, lakini katika mikono yake, na tukifuata utaratibu utaona nyumba zaidi ya 30 zimepotea, ule mzee akayuko pale. Sasa wao wanatuzungumza tuhuma, hizo zinataka ushahidi. Sisi ushahidi tunao kwamba zile nyumba zimepotea. Kwa sababu ukiangalia registration utakuta, mimi nilifuatilia mpaka kule ardhi. Nyumba ilikuwa imesajiliwa Manyema, alafu baadaye imekuja imesajiliwa kwa mtu mwingine, jina lingine. Maana wamesha transfer. Sasa kutransfer imetransfer wakati gani? Wakati fulani, kuna hiki. Kwa hiyo nyaraka zote mimi nilizitafuta, nikazipekua, nikaziweka pale ofisini. Na katika watu waliofanya ubadhirifu mkubwa, baba yao mzazi ndio alifanya ubadhirifu mkubwa sana katika msikiti wa Manyema. Na mwingine alifanya ubadhirifu mkubwa katika msikiti wa Manyema ni kaka yake ambaye ndio alikuwa kiongozi katika hiyo kipindi cha miaka 14. Yeye anazungumzia uongozi wa kuanzia 2022 mpaka sasa hivi. Mbona hajasema kitu chochote kuanzia 2009 mpaka 2014 wakati kaka yake ndio yuko pale? Tuna nyumba yetu moja iko mtaa wa Lumumba, gorofa kubwa kabisa, ambayo tuliingia mkataba sisi na bwana mmoja wa Africaria, ambayo nyumba ile ilikuwa mkataba wake tumeingia mwaka 2000 unakwisha mwaka 2025. Ndio ulikuwa tumaliza, na ile nyumba ilikuwa ikabidhiwe. Ile nyumba inaingiza mabilioni ya shilingi. Lakini yeye kaka yake wakaenda katengeneza mkataba mwingine na yule bwana, wakapewa kiinua mgongo wa kuongezewa mkataba mpaka 2030. Wakati ilikuwa 2025 nyumba irudishwe Manyema na ili iweze kupatikana pesa. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana kati ya 2009 mpaka 2014 ambapo kaka yake alikuwa ndio kiongozi pale. Sasa wanashindwaje wao kuzungumza mambo ya kipindi kile, wanakuja kuzungumza haya ambayo sisi ambao tumeko huko. Huko vitu vyote vimekaa sawa. Vikitakiwa ushahidi vitatolewa. Hakuna nyumba ilouzwa. Kama hiyo nyumba walizungumza juzi wakawa wanaonyesha hati zake pale, nyumba imeuzwa. Ile nyumba itauzwaje ya msikiti, itauzwaje na mahakama? Ile nyumba tumepewa na bwana mmoja anaitwa Mabruk mwaka 2019. Yule Mabruk alikuwa amekaa na ndugu zake, nani akaona kwamba anapita ukorofi, akaamua kuitoa wakfu ile nyumba. Tukapewa mwaka 2019. 2022 wakati mimi niko pale, nikaja nikaambiwa na mtu bwana nyumba inapigwa mnada. Nikatoka na vijana wangu wa msikitini, tukaenda pale tukafanya vurugu zetu za kimsikiti zile. Wale jamaa wa mnada wakashindwa kufanya mnada. Ikabisa tukae tuchunguze kuna nini. Tukamtuma wakili alivyokwenda kuchunguza, ikakutikana kwamba kulikuwa kuna kesi. Kuna mama mmoja anaitwa sijui nani, mama mmoja Kihaya hivi, alikuwa na kesi, anasema kwamba huyu Mabruki ni mumewe, na huyu Mabruki kwa vile kamuacha, sasa ile nyumba waiuze, wagawane nusu kwa nusu. Kwa maana kwamba alikuwa mume wake. Nikampigia simu Mabruki Uingereza, nikazungumza naye. Mabruki akaniambia bwana, mimi sijawahi kumuoa huyo mama. Mimi nilikuwa nikija zangu Tanzania huko wakati yule alikuwa baharia, nikija miaka 70 huko. Kwa tukikutana huko, lakini hajawahi kuwa mke wangu. Sasa ile kesi imekwenda. Unasikia bwana? Upande mmoja, msikizo upande mmoja. Mahakama ndio ikaamua kwamba ile nyumba iuzwe, pesa nusu apewe Mabruki, pesa nusu apewe yule mama. Kwa hiyo mimi nikafungua kesi ya kupinga ile, kuomba tupewe ongezeko la muda ili Mabruki akate rufaa kwa sababu alikuwa hayupo. Tukaenda mahakama Kisutu kwa sababu kuna syndicate kule, tukakosa. Tukaenda mahakama kuu Temeke, tukakosa. Ilikuwa tukate rufaa sasa kwenda katika mahakama ya rufaa
ili Mabruki apate extension ya muda aje kukata rufaa, tumchallenge yule mama kuhusiana na ile nyumba. Lakini katika kipindi hicho mimi baada ya kuona mambo haya yanatokea nikahangaika sana hapa katikati. Na huyo Alois alikuwa anamtaja ambaye ndio alikuwa kama mpangaji wetu. Tukahangaika yule mpaka tukapata hati ya ile nyumba kwa kutumia njia zetu wenyewe. Lakini documents zote nyaraka na kila kitu na nini mpaka hati ikapatikana. Na hii hati imeandikwa Manyema. Lakini sasa kesi ilivyokusha kule, kwa vile yule bwana tumeshindwa kupata nini, hatukukata rufaa. Kama tungekata rufaa ingekuwa mpaka leo inaendelea. Lakini kwa vile hatukukata rufaa, basi ikabidi sasa ile nyumba ipigwe mnada. Ikauzwa bilioni 1.2. Na yule mama akapewa milioni 550. Mkristo yule, nasikia bana, na 550 nyingine ikawa iko katika mikono ya serikali. Aidha wapewe Mabruki au wapewe Manyema. Kwa hiyo kamati ya mpito wakachukua zile nyaraka ambazo mimi nilikuwa nimezitengeneza, wakazipeleka kule kwa kabidhi kwa hakimu. Hakimu akatoa oda kwamba zile pesa, kwa sababu Mabruki alishatoa nyumba kuwapa Manyema, basi zile pesa 550 wapewe. Lakini mimi nilikuwa naamini kwamba pesa hata kama ingeuzwa basi zile zote bilioni 1 zilikuwa za kwetu. Ilikuwa tusigawane sisi pesa ya msikiti tumepewa, tunagawana na Mkristo. Inakuwa sio sawa. Kwa hiyo ile anazungumza sio kwamba ile ilikuwa nyumba sio ya kwetu, haijakuwa ya kwetu. Itauzwaje nyumba wakati haijakuwa kwetu? Hizo frame na maduka na kila kitu aenda kaangalia kule katika registration zote zina majina ya Manyema. Mimi hiyo apartment nilifanya kuigawanya, ilikuwa hati moja, nikagawanya hati za apartments na maduka zote zikawa ziko katika jina la Manyema. Aende akafanye search kule ardhi, hiyo plot number aangalie kama kuna apartment hata moja ambayo imebadilishwa jina kwenda katika kwa mtu mwingine. Zote zinasoma registered trustees of Manyema. Kama inasoma vile jina linasoma katika hati linasoma la kwako, sio ya kwako. Kama iko kuna mtu ameuziwa Kinyemela, mimi si nilouza, basi yule mtu angenifuata mimi, si nimemtapeli. Kwa nini mbona hakuja? Kwa hiyo mambo mengine, shutuma zingine zote zinazungumzwa, mtu hajui kitu, wala hasio mtu wa ndani. Kwa hiyo wanazungumza mambo ambayo hayapo. Yeye kwanza atuthibitishie umanyema wake, alafu atuthibitishie lini alikuwa kiongozi wa msikiti wa Manyema. Basi hayo mambo mawili, alafu ndo tutajua na magari tutashughulika naye. Uongozi mpya na hakuweza kuwajulisha wanachama. Ndio. Akazungumzia kwamba hili jambo lilifanyika kwa siri bila wao kujua. Nia ndio kumania ili kubadilisha jina la taasisi. Nao hili namba Kabidhi Wasia alianzisha uongozi mpya kwa siri. Swala la kubadilisha jina la taasisi sio swala la Kabidhi Wasia. Kabidhi Wasia hakuanzisha uongozi mpya. Kabidhi Wasia alituita sisi na wao, akasema anavunja kamati, anavunja zile bodi za wadhamini ya kwao na kwetu, na akavunja zile bodi. Na baada ya kuvunja zile bodi akasema kwamba atateua majina ya watu ambao watakaunda kamati ya mpito. Kazi hiyo ya kutoa majina akapewa katibu wa wilaya ya Ilala wa BAKWATA, ambaye yeye kwa kushirikiana na sisi akataka tumpe majina ya watu ambao watakaoweza kuyapeleka, kwa sababu Kabidhi Wasia hakutoa jina la mtu wala hamjui mtu yote. Kwa hiyo yeye akapewa majina na BAKWATA kwa barua ya BAKWATA kwamba Manyema wameteua hawa wawe ndio viongozi, na yule akawaandikia barua ya kuwateua. Majina alipelekewa na katibu wa wilaya wa BAKWATA wilaya Ilala, sawa? Sasa akapeleka kule, ndo akaweka majina wale, ndo kamati ndo yuko mpaka sasa hivi. Tangu mwaka jana 2024 nafikiri 2023 mwezi wa 7. Kwa hiyo Kabidhi Wasia yeye hakuteua viongozi. Kabidhi Wasia amepelekewa majina na BAKWATA kwa sababu katiba za sasa hivi zinasema kwamba katiba ya taasisi yote lazima iseme BAKWATA is supreme, kwamba BAKWATA ndio kiongozi. Kwa Wakristo wale baraza la maaskofu na sisi huku BAKWATA. Kwa hiyo Kabidhi Wasia hakumteua mtu yote, alipelekewa majina na viongozi wa BAKWATA wa wilaya, na ndio wametoa na ile kamati ndio inaendelea mpaka sasa hivi. Swala la kubadilisha jina, wao walitaka lile jina libadilike, na in fact walibadilisha wao. Lakini katiba ambayo ipo pale kwa Kabidhi Wasia, ambayo ndio katiba inayotumika ya bodi ya wadhamini wa msikiti wa Manyema, inasema Masjid Manyema Twarika Kadiria. Kwa hiyo hakuna mtu anataka kubadilisha. Na ilipotokea taarifa ya serikali kwamba tubadilishe hizi taasisi zote zisajiliwe Wizara ya Mambo ya Ndani, tulifuata taratibu zile zile. Sisi tulifanya hizo process na tulikuwa tunafanya kila kitu online. Kwa hiyo tukaandika katiba na kanuni zikaandaliwa, wale wanachama waliokuepo tukafanya vikao pale,
tukamaliza, tukaenda mpaka tukafika kule. Sasa tumemaliza kila kitu, kimemalizika mpaka imetoka ile dummy certificate, ambayo certificate ile sasa kuonyesha kwamba mkileta zile katiba na nini mtasajiliwa rasmi, mtakuwa, kwa sababu taasisi zote za kidini zinatakiwa zisajiliwe. Zamani taasisi za kidini zilikuwa zinasajiliwa kwa kabidhi wasii, lakini sasa siku hizi kabidhi wasii anakuja mwisho kwamba lazima msajili taasisi, Wizara ya Mambo ya Ndani, iwe ni taasisi, halafu baada ya pale sasa ndo anakuja kabidhi wasii kusajili zile bodi za wadhamini. Maki bodi ya wadhamini lazima ipate na usajili wake, lakini taasisi kama kule taasisi, na sisi katiba yetu iko inaeleza vizuri tu. Na katika katiba tuna namna aina wanachama, kuna skema, kuna wanachama wale waasisi, kuna wanachama wa kujaza fomu, na kuna wanachama wa hiari. Yaani vitu vyote tumeviainisha na kanuni zetu, kwa maana kwamba tuko tunaitengeneza sasa ile iwe taasisi kamili kwa sababu ya mambo ambayo tuko. Lakini sasa yeye alikuwa ndo mtu wa kwanza kwenda kule kwenda kupinga. Sisi tumekwenda kule kwenda kupeleka document zetu, tunaambia wamekuja kundi lingine wa Manyema, wamesema kwamba nyinyi mmeiba ile jina sijui, mmefanya vurugu na nini. Basi tukamwambia basi. Kwa hiyo tunachongojea sasa hivi na wale walivyozungumza Wizara ya Mambo ya Ndani kwamba ikishapatikana bodi mpya ya wadhamini ambayo ndio inakwenda katika process, alafu ile bodi ya wadhamini sasa wataandika barua kule kwa msajili wa taasisi, na ule msajili wa taasisi sasa ndio ataendelea na ile process ya kuendelea kumalizia kuisajili ile Masjid Manyema Tariqa Kadiria. Kwa sababu pale walikuwa wanasema kwamba ile ni registered Masjid Manyema registered trustees, lakini huku tunasema Masjid Manyema Tariqa Kadiria. Lakini sisi ni Tariqa Kadiria. Katiba yetu inasema Tariqa Kadiria, na ndio taasisi yetu ilivyo. Sasa yeye hataki iwe hivyo kwa sababu yeye ana mambo yake. Sasa akiwa Tariqa Kadiria atakuwa hawezi kutimiza malengo yake. Kwa hiyo sasa kwanza, kama nilivyosema, na mimi narudia tena, athibitishe umanyema wake na uongozi wake katika taasisi. Sasa asiingilie mambo ambayo hayamhusu. Kwa hiyo sisi ni kama taasisi na hakuna mtu yote, na wala kabidhi wasii hajaweka uongozi kwa siri. Vile vitu vilikuwa viko wazi na kila mtu alikuwa anafahamu, watu wote walikuwa wanajua, unasikia bwana, na kila mtu anafahamu, na viongozi wako pale na wale viongozi, na siku ile kamati inatambulishwa tuliitwa wote wa Manyema. Kabidhi wasii alikuja pale, akaja na watu wake, na ile kamati na viongozi wa BAKWATA ikatambulishwa ile kamati kwamba kamati ndio hii hapa. Sasa kuna usiri gani hapa? Na wa Manyema wenyewe wameridhia. Kwa hiyo nafikiri hayo mengine hayo anayazungumza yeye tu katika kitu chake, lakini hayana ukweli wote. Basi kutokana na hayo, napenda umma uelewe kwamba haya niliyosema mimi ndio sahihi, na wasifuate yale ambayo wamezungumza kwa upande ule. Na kama kuna mtu yoyote anataka kupata uhalisia au ujuaji au kujua haya mambo yalivyo, basi usisite kuniona, njoo nione, mimi nitakuelezea. Kila kitu kipo kwa ushahidi. Ni mambo kwa kubabaisha, tunafanya mambo kwa ushahidi, nyaraka zipo na dokumenti zote zipo na kila kitu kipo, na utaweza kuelewa namna gani taasisi ile ya Manyema inavyoendeshwa. Hayo masuala mengine ya watu wa pembeni, watu ambao sio viongozi, watu ambao sio wa Manyema, kuzungumza mambo ambayo hayahusu, nafikiri wanataka kuleta uchochezi tu ambao kiutaratibu sio mzuri. Kwa sababu watu wengi walivyoona yule bwana maneno aliyozungumza, watu wengi sana walikasirika. Na mimi nikachukua hatua kwamba lazima tulijibu hilo jambo ili watu waweze kuelewa. Kwa hiyo tunawaomba tu, huyo maulidi mpuuzeni, sio Manyema wala sio kiongozi wa msikiti wa Manyema. Kwa hiyo hana haki yoyote ya kuweza kuzungumza jambo lolote linalohusiana na msikiti wa Manyema kwa sasa.